Promova TV, a home of testimonies. Karibu katika mwendelezo ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Rushikuwa huko nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 17. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Na mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu anaitwa Eric Audax. Ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu sana, tuendelee. Ujumbe huu ni mwendelezo wa Musa Lushiku, mbinu 6 za shetani dhidi ya Kristo zilizofichuliwa katika mbingu ya pili. Ilikuwa tarehe 10 Februari mwaka 2007, saa 5 asubuhi. Malaika mkuu Mikaeli, ambaye aliahidi kunifunulia siri kuhusu shetani na vitu vya kiroho, alikuja na kunishika mkono wa kulia. Mara roho yangu ikauacha mwili wangu. Malaika mkuu Mikaeli alinishika mkono wa kulia. Tulichukua ndege ya haraka. Tulianza kupaa kwa kasi ya mwanga na tukajikuta tuko kwenye anga hewani tukielea juu. Malaika mkuu akaniuliza, "Je, unajua tunakokwenda?" Nilikuwa karibu kujibu swali hilo aliposema, "Lucifer ameitisha mkutano katika mbingu ya pili ambao utaanza baada ya dakika chache. Ufalme wa mbinguni umekuchagua wewe kama mwakilishi wao kushiriki katika mkutano huo na kufunua yaliyomo katika kusanyiko hili kwa ulimwengu." Dakika chache baadaye tulifika katika mbingu ya pili. Kisha tukaingia kwenye ukumbi ambao ulikuwa ni ukumbi mkubwa wa mviringo. Mahali hapa palikuwa kati ya mbingu na dunia. Malaika mkuu Mikaeli akaniambia, "Usiogope wala usifadhaike. Wewe simama tu kando yangu. Lazima uangalie na kusikiliza kila kitu. Umeagizwa kuambia ulimwengu kila kitu utakachokiona na kukisikia." Kwa kweli, nilipokuwa nikihudhuria mkusanyiko huu katika mbingu ya pili, Bwana Yesu Kristo alikuwa ameingia katika mwili wangu uliokuwa umeachwa duniani na alichukua udhibiti kamili wa hisia zangu. Alikuwa akihutubia watu wa Mungu wa kanisa, huku roho yangu ikihudhuria mkutano huu wa kilele angani. Nikiwa nyuma kwenye jumba la mbingu ya pili, niliona ukumbi ulikuwa umejaa pepo wa kila aina na watu kutoka mataifa yote walikuwa wakimngojea mkuu wa ulimwengu huu, Shetani. Mara tulipofika kwenye ukumbi wa mikutano, malaika mkuu Mikaeli akaniambia, "Hivi karibuni utamwona adui yetu ambaye ni adui yako." Tulikuwa tukielea juu ya ukumbi huu wakati ghafla nikasikia mlipuko wa radi. Mlipuko huu ulikuwa ujio wa Lucifer. Ibilisi hakufika kama kila mtu mwingine, bali kwa mlipuko wa radi. Kisha Shetani akafunua mkakati mwingine unaoitwa uharibifu na janga. Kusanyiko hili katika mbingu ya pili lilihuzuliwa na Apolioni. Niligundua kuwa kwa sura yake alikuwa binadamu, lakini alikuwa giza kabisa na mdomo wake ulikuwa wa mnyama.
Kisha shetani akafunua mkakati mwingine unaoitwa uharibifu wa janga. Kusanyiko hili katika mbingu ya pili lilihudhuriwa na Apolion. Niligundua kuwa kwa sura yake alikuwa binadamu, lakini alikuwa giza kabisa na mdomo wake ulikuwa wa mnyama. Niliona kwamba mapepo yanatofautiana yakiwa na maumbo na sura za ajabu sana. Hawafanani. Nakumbuka wakati malaika mkuu Mikaeli aliponipeleka kwenye ufalme wa chini ya ardhi, niliona pepo anayehusika na muziki wa kiulimwengu. Alikuwa mseto, nusu binadamu, nusu mnyama. Sehemu yake ya juu ilikuwa ya binadamu, lakini sehemu yake ya chini alikuwa swala. Ibilisi ameumba mapepo kwa kuchanganya aina na jeni za wanadamu. Katika mkusanyiko huu, nilimwona shetani akimwamuru Apolion kuharibu maisha ya watoto wa Mungu. Ibilisi akamwambia Apolion, nilikuchagua wewe kwa ajili ya uharibifu. Utawafanya waumini warudi kwenye pointi sifuri katika maisha yao. Watafanya kazi na kuchukua, na wataanza biashara, lakini mwishowe watafanya kazi kuwa nyuma kwa pointi sifuri. Lengo la shambulio hili ni kudhoofisha imani ya Wakristo kwa kushawishi kudumaa katika maisha yao. Imani ni muktadha. Imani ni tumaini ambalo waumini wanalo kwa Bwana, na kwa kufanya waamini kudumaa, Apolioni anatumai uharibifu kama imani yao, ambayo bila hiyo hatuwezi kumpendeza Bwana. Lucifer akamwambia Apolioni, ingieni katika nyumba zao, mkavunje kila kitu ili kuwakatisha tamaa. Kulikuwa na ukimya katika ukumbi wa mikutano wakati Lucifer alipokuwa akihutubia Apolioni, akimwambia aingie katika familia za Kikristo na kuziharibu. Ibilisi akamwambia, tengeneza vita na mapinduzi duniani. Tengeneza migogoro ya kijamii na migogoro ya rangi na machafuko. Nataka waasiriwa wa vita na wakimbizi. Nataka watoto na wanawake wanaokimbia vita kupitia uharibifu na maafa. Wanadamu na waumini watapoteza imani yao kwa Mungu. Kisha shetani akatangaza mkakati unaoitwa uharibifu wa ngono. Akawaambia pepo, na wataka muwafanye wanaume na wanawake wafanye tendo la ndoa haramu, ili wapeleke pepo wao kwa wao na mizigo ya kiroho wao kwa wao kwa familia. Kujamiana kuna waunganisha watu wawili kiroho na kimwili. Ibilisi alisema, ninavyohusika, ngono ni kuhusu uhamisho, watakuwa mwili moja. Mwanamume atajiunga na familia ya mwanamke na kinyume chake, kwa sababu kila familia ina mapepo na mizigo ya kiroho. Wakati mwanaume analala na mwanamke, kuna uhamisho wa mapepo, na atapata mapepo na mizigo ya familia, na mwanamke pia atapata mapepo kutoka kwa mpenzi wake, kama vile amejiunga na familia ya mpenzi wake. Kisha shetani akatangaza mkakati mwingine unaoitwa rangi. Hapo zamani katika nchi yetu kulikuwa na kipindi cha redio kinachoitwa Horoscope. Mtangazaji wa kipindi hicho alikuwa akisema kuwa nyota hii wanahitaji watu wavae kwa mfano wa rangi ya manjano siku ya Ijumaa. Mtu huyo alikuwa akisema kwamba ikiwa umezaliwa tarehe au mwezi kama huu, basi mavazi ya leo ni ya manjano au mekundu. Alikuwa akijaribu tu kuunganisha watu kwenye mtetemo wa mwelekeo wa nyota, kwa sababu katika ulimwengu wa nyota kila rangi inawakilisha mtetemo maalum wa kishetani. Ibilisi aliendelea kuhutubia washiriki na kusema,
Tunajua kwamba katika ulimwengu wa roho rangi zina maana. Kwa hivyo tutawaunganisha wanadamu na mitetemo ya nyota ili mawakala wetu wa pepo waweze kuwamiliki kupitia rangi. Wacha tuwaunganishe na ulimwengu wa zodiaki ili tuweze kuwadanganya. Ibilisi akasema, kwa hiyo tuwawekee rangi za kila siku kwa njia ya nyota ili uchawi wa kila siku uweze kuwafikia kwa urahisi, na kuagiza utengeneze ratiba ya wiki ya rangi kwa kuipa kila siku ya juma rangi maalum. Utachapisha kila siku rangi maalum kwenye magazeti kwa kuunganisha na tarehe maalum ya kuzaliwa ili kila siku kuwe na mtetemo maalum. Kisha Ibilisi akasema, hii ndiyo tafsiri ya rangi kulingana na sisi. Kupitia rangi nyeusi tutaunganisha ulimwengu wa wafu na kazi za mwili. Kupitia rangi ya wakati tutaunganisha ulimwengu na ulimwengu wa makaburi ili tuweze kuwatolea dhabihu kwa nguvu za uchawi na wanga. Ninaamuru maajenti wangu wanaofanya kazi katika makanisa na nyumba za watawa wavae mavazi meupe. Mpendwa, duniani kuna vipindi na majira ambapo watu huvaa rangi fulani kwa sababu ulimwengu unapendekeza kutumia rangi mbalimbali kuhusiana na vipindi vya sherehe au sikukuu. Huu ni mkakati wa adui waunganisha wanadamu na nguvu za kishetani kupitia mitetemo maalum kwa ajili ya kuwadanganya. Ndio maana hatupaswi kufuatisha mienendo ya ulimwengu. Najua siku ya Valentine shetani analazimisha ulimwengu kuvaa nguo nyekundu na nyeusi, lakini malaika mkuu Mikaeli aliponipeleka kwenye eneo la 4 la wachawi, nilimwona bwana wa wachawi na wanga amevaa nguo nyekundu na nyeusi kwa jina la Harima. Yeye ndiye anayewezesha wachawi kuruka na anasababisha uasherati na uongo. Ndio maana siku ya Valentine inahusu uasherati, na siku ya Valentine hoteli zimehifadhiwa kikamilifu kwa madhumuni haya. Na leo katika makanisa mengi kuna wachungaji wanaotaka kusanyiko zima kuvaa kwa mfano wa rangi nyeupe. Katika kesi ya kwanza inaweza kuwa ujinga, lakini katika kesi ya pili mchungaji lazima awe mchungaji wa wachawi. Anataka waumini wasio na hatia kuvaa rangi fulani kwa mtetemo na uhusiano wa ulimwengu wa roho, hasa ulimwengu wa makaburini. Makanisa mengi sasa yanaamua kutumia rangi kama vile katika sanaa za kijeshi ambapo rangi huwakilisha viwango au degree. Hebu tuendelee na maeneo ya adui shetani. Alisema, ninyi watumishi wangu katika makanisa na nyumba za watawa mtaweka vitu vya makaburi katika vituo vyenu na kuvaa mavazi meupe na kuambia waumini wenu kuvaa nguo nyeupe. Hawataelewa kwamba unahamisha roho zao kwenye ulimwengu wa makaburini. Kisha shetani akaendelea, ninyi watumishi wangu wanamuziki mtawaomba mashabiki wenu wavae mavazi meupe siku za matamasha, na itakuwa siku ya dhabihu. Ibilisi alisema, kupitia rangi nyekundu tutawasukuma wanadamu kwenye jeuri, uchungu, mafadhaiko, mapigano, kutia chumvi, matumizi, unyanyasaji wa kijinsia. Kupitia rangi ya beige tutawachochea wanadamu kwa unafiki. Kupitia rangi ya manjano
basi asili yetu kwa wanadamu idhihirike. Kupitia rangi ya kijani tuwasukume wanadamu kwa ushawishi. Madaktari wengi wako kwenye uchawi na unaweza kuona rangi hii hospitalini. Watu wanatawaliwa kupitia rangi hii ambayo pia iko katika dola ya Amerika. Kupitia rangi ya chokoleti tuondoe adabu na aibu na tuwachochee wanadamu kwenye uchafu, na rangi ya kahawia ni kwa ajili ya sanaa ya kijeshi. Ibilisi alisema, waumini wanapoombea vitu vingine lakini siyo kabati zao, tutawapata hapa. Mpendwa, chochote utakachonunua mtaani hakikisha unakiombea. Nilipokuwa nimerudi duniani kutoka kwenye mkutano huu, malaika mkuu Mikaeli aliniambia, unaweza kutamkia nguo zako katika kabati la nguo kwamba rangi hizi ni za kawaida na haziwezi kuongozwa na mapepo. Itakuwa kama ulivyosema. Kisha shetani akatangaza mkakati unaoitwa Karium au Kashfa. Alisema, mkakati huu utaturuhusu kuharibu wachungaji na watumishi wa sifa za Mungu, na wengi wataanguka hapa kwa tuhuma za uongo. Wengi watashutumiwa kuwa si waaminifu. Mwingine atatuhumiwa kupata watoto nje ya ndoa. Wengine watashutumiwa kuwa na VVU. Wengine watashutumiwa kuwa ni wachawi. Kwa upande wa mashtaka, shetani anafanya kazi katika viwango vitatu. Kwanza ndoa, kisha afya, kisha uchawi. Ibilisi alisema, hakikisha kuna mashtaka ya uongo na ushuhuda wa uongo dhidi ya watumishi wa Mungu. Washtaki kwa uasherati, washtaki wake zao kwa uchawi, na washtaki kuwa ni wachawi ili watu wawaache kwa sifa mbaya. Ibilisi alisema, utayachukua yaliyopita na kuyaunganisha na maisha yao ya sasa, ingawa wamekwisha tubu na kubadilika. Kisha shetani akafichua mbinu ya hali ya juu ya kashifa. Aliwaambia wachawi na washirikina kwamba utakata sehemu ya nguo zao, au utakata kucha zao, au utapata nywele zao bafuni, kwenye sega au kwa kinyozi, na kutoka kwa vitu hivi tengeneza mwili wa uongo au mara mbili kwa mfano wa waumini hawa, ambao utafanya kuvaa kama nguo au barakoa ili kuwasingizia. Mtaweka nyuso za waumini kama vinyago ili kuwapotosha na kuwatisha wakuu wao, wachungaji wao, wachumba wao au wake zao kupitia ndoto mbaya, kupooza na kurogwa. Watawachanganya na maski ya nyuso za waumini na utambulisho wao, na kisha watawasingizia. Matokeo yake, wachungaji wao, wakubwa wao, washirika wao watajitenga nao. Mpendwa, kwa sababu ya mkakati huu, ninahimiza kanisa kuwa na ufunuo na utambuzi. Wachawi wanaweza kuchukua utambulisho wa uongozi kwa kubuni mwili wa uongo au watu wawili ambao wanataka kuwachafua. Mimi mwenyewe nilikuwa shahidi wa aina hii ya kashifa za kichawi. Kuna kipindi mimi na washirika wengi wa kanisa langu tulikuwa tumelala kanisani kwa miezi mingi tukiutafuta uso wa Bwana, na tulikuwa tukiomba kila siku. Karibu na usiku wa manane kanisani, nilikuwa nikilala chumbani kwangu peke yangu kwa heshima, na washiriki wa kanisa walikuwa wamelala katika chumba kingine. Lakini usiku huo huo, ilikuwa saa 5 usiku,
Nilikuwa nimelala nimepumzika kabla ya maombi. Nilisikia kelele za watu nje. Kisha niliamka nikafungua mlango. Kwa mshangao wangu kulikuwa na umati wa watu katika boma. Nilishangaa maana geti la kanisa lilikuwa bado limefungwa. Nilijiuliza wamewezaje kuingia katika chumba kingine ambacho waumini pia wa kanisa hilo walikuwa wamelala. Chumba hicho pia kilikuwa kimefungwa. Nilikuwa nikijaribu kuwatambua watu hawa wakati huu ambapo mtu fulani alizungumza kutoka kwenye hilo eneo la kusanyiko na kusema, "Wakati huu usimkose, mpige teke kichwani." Nilipokuwa nikitazama nilimuona mshirika wa kanisa kutoka kwenye kamati ya uongozi wa kanisa letu ambaye anaitwa John Cloud. Alikuwa anaelekea kwangu. Nilishangaa na kujisemea, "Mungu wangu, tuna wachawi wangapi katika kanisa hili?" Kisha John Cloud alinikaribia karibu yangu. Nilitaka kupiga kelele kuliita jina la Yesu aliponinyoshea mkono haraka. Kwa kweli niliona miare ikipiga kutoka kwenye mikono yake. Watoto wanapenda sana kutazama katuni za mpanda zodiac, lakini wacha niwaambie kwamba ni za kishetani. John Cloud alifanya ishara ya mpanda farasi wa zodiac. Alinirushia miale kutoka mikononi mwake kabla sijapiga kelele kuliita jina la Yesu. Kwa sababu hiyo nilipooza na nikaanguka chini. Sikuweza kusogea, lakini macho yangu yaliona. Mpendwa, hii haikuwa ndoto au mawazo mabaya au usingizi wa kupooza. Kisha kundi hili la wachawi likanizunguka. John Cloud alipokuwa anataka kunipiga teke la kichawi, nilijaribu kupiga kelele kwa jina la Yesu, lakini sauti yangu ilipotea. Ndipo sauti ya ndani kaniambia niseme jina la Yesu hata kimoyomoyo. Niliposema jina la Yesu Kristo kimoyomoyo, sauti yangu ilinirudia na kusikika. Matokeo yake kulikuwa na sauti ya mripuko katika jumba la kanisa. Kwa sababu hiyo kundi hili la wachawi lilitoweka. Kisha nikamwona John Cloud akikimbia kwenda kwenye chumba kingine ambacho washirika wa kanisa walikuwa wamelala. Niliifuata roho yake pale na nikamwamsha kila mtu. Nilimuuliza John Cloud, "Umekuwa ukinishambulia kwa muda gani?" John Cloud akajibu, "Baba, sijui unazungumzia nini." Kisha nilipaza sauti yangu kwa hasira dhidi yake na nikamshinikiza. Kisha John Cloud aliangua kilio na kukana kudai kwamba hakuwa na hatia. John ni mtu mkubwa na kumuona akitokwa na machozi ilinihuzunisha sana. Roho yangu ilianza kuwa na shaka. Sikujiamini tena. Nilijiuliza, ni nini kinatokea kwangu? Hii sio ndoto. Kisha tukaanza kuomba. Wiki mbili baadaye hali hii ilitokea tena. Nilikuwa nimelala. Nilisikia kelele za watu nje kwenye eneo la kanisa. Niliamka na nilipotoka nje kulikuwa na wachawi kadhaa kwenye eneo la kanisa na John Cloud alikuwa katikati ya wachawi hawa. Kisha nilinukuu jina la Yesu moyoni mwangu kwani sauti yangu ilikuwa imetoweka. Jina la Yesu lina nguvu sana. Hata ukiliita kimoyomoyo kutakuwa na athari na majibu. Nilipoita jina la Yesu kimoyomoyo, nilisikia sauti ya mlipuko katika eneo la kanisa. Matokeo yake wachawi hawa walitoweka. Nilienda kwenye chumba ambacho washirika wa kanisa walikuwa wamelala. Niliwaambia waamke. Nikasema, "John Cloud, wakati huu hautakataa." Mwanaume huyu alianza kulia kama mtoto. Roho yangu ilikuwa na shaka tena. Nilisema, "Siri hii ni nini? Kwa sababu hii sio ndoto." Ninahisi uzoefu wa kimwili kabisa.
Baada ya usiku huo wa maombi nilisema, Bwana, ikiwa unanipenda, nionyeshe njia ya kutoka katika hili. Ninakosea nini? Kisha Yesu alijibu maombi yangu. Kwa sababu hiyo nilitembelewa na malaika mkuu Mikaeli. Akaniambia, wakati ujao, wakati John Cloudy atakapokuja kwako, utasema katika jina la Yesu Kristo na kulaghai. Na mara atakapolazwa akili, mtasema kwa jina la Yesu Kristo funuliweni, nanyi mtaona kitakachotokea. Wiki chache baadaye tulikuwa bado kwenye maombi kanisani, tukilala pale, kwani ilikuwa ni desturi yetu. Kisha kwa mara ya 3 shambulio hilo likatokea. John Cloudy alininyoshea mkono na kusema, ulale sasa hivi. Kisha nikamjibu, katika jina la Yesu na kulaghai. Hii ilikuwa aina ya mambo tunayoona kwenye sinema. Kukawa na majibizano na umati wa wachawi katika jumba la kanisa. Wote walilazwa na kuanguka chini. Uzoefu huu ulinishangaza. Malaika mkuu Mikaeli aliniambia, mara tu John Cloudy na wachawi hawa watakapolazwa akili, utasema kwa jina la Yesu mfichuliwe. Kwanza nilimuona John Cloudy akiwa chini, akiwa amelala chini, hawezi kusonga, lakini macho yake yalifunguliwa na kusonga, lakini mwili ulikuwa umepooza. Kisha nikasema, kwa jina la Yesu ufichuliwe. Kisha akaanza kusogea. Kwanza nywele zilikuwa juu ya kichwa chake, na kisha akabadilishwa kuwa mwanamke mbele yangu. Kwa kweli mwanamke huyo alikuwa shemeji yangu. Alikuwa anakuja kanisani kuwapikia waumini, lakini alikuwa adui. Nilielewa kwamba shetani alitaka kumsingizia ndugu John Cloudy kwa vile alikuwa mtumishi mwenye bidii. Huu ni mkakati wa shetani. Shemeji yangu alikuwa mchawi ambaye aliweza kuvaa mwili wa bandia mara 2 mithili ya John Cloudy ili kumchafua na kuniua. Baada ya sura ya John Cloudy kugeuka kuwa shemeji yangu, nilitumia jina la Yesu kwake na kwa wachawi wote waliokuwa wameanguka chini, kisha wakatoweka. Baadaye niliendelea kuwaamsha washirika wa kanisa ili niwasimulie kilichotokea. John Cloudy alikasirika sana na akaniomba ruhusa ya kumpiga shemeji yangu. Nilielewa hasira yake, lakini nikasema, vita vyetu si vya damu na nyama. Tutaishia hapo. Tafadhali usikose mwendelezo. Kwa leo tutaishia hapo. Usikose kufuatilia mwendelezo ambapo tutaangazia kuhusu mikakati ya shetani dhidi ya watu na kanisa la utakatifu. Tafadhali usikose mwendelezo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok, jina hilo hilo Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Unaweza pia kutufuatilia kwenye Facebook, Instagram, TikTok na Thread kwa jina hilo hilo la Promova TV. Lakini kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi katika nambari hizi. Iwapo una ushuhuda ungependa kushuhudia, karibu. Iwapo una maoni, maswali, mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho, karibu. Iwapo ungependa kutoa sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki, pia karibu. Tumia namba hizi: kujumlisha 255766 294335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074
462. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia, na tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Uwe na siku njema. Hakikisha unasambaza ushuhuda huu kwa watu wengine wengi kadri uwezavyo. Utabarikiwa sana. Shalom. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.